Bila kufanya hivyo utajikuta mtu anakaa kwenye uongozi siku zote hana dira, siku zote kiongozi hashiriki kwenye kujielimisha na kujiongezea maarifa. Kiongozi hana vitu vinavyompima na kuweza kumguide kuhakikisha kwamba anaenda kwenye hiyo nani. Lakini pia hana jambo ambalo anakimbizana nalo. Kwa mfano, Bandari SACCOS tunavyozungumza leo hii, uongozi uliopo sasa hivi tumewaambia waongeze wanachama. Wafikie labda wafikie wanachama 10,000 ifikapo miaka 5 ijayo. Uongozi ndiyo kichwa cha mambo yote. Na tuliaminishwa kwamba kiongozi ndo anaset tone, yani ndo anaset kwamba huko hao wengine wafanye nini. Wito wangu kwa viongozi wa ushirika, jambo la kwanza ni maono makubwa. SACCOS zetu ili ziweze kuleta mchango mkubwa kwa Watanzania, lazima ziwe na viongozi wenye maono makubwa ambayo yanaongeza thamani kwenye huduma, yanaongeza thamani kwenye uwajibikaji, yanaongeza thamani kwenye kuleta ubunifu. Lazima tuwe na viongozi ambao wana maono hayo. Habari wasikilizaji na watazamaji wetu wa PowerPod. Karibu usikilize na kutazama PowerPod inayoletwa kwenu nami Emmanuel Walwa. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia nguzo muhimu kwenye SACCOS, yani inamaanisha utawala bora. Utawala bora ni muhimu sana kwenye maendeleo ya SACCOS. Sisi wenyewe tumekuwa ni mashahidi kwamba SACCOS nyingi zimekuwa zikipata changamoto na hata kufikia kufungwa kabisa kutokana na zile changamoto ambazo zinakuwa zinasababishwa na ukosefu wa uelewa wa kutosha kutoka kwenye bodi, hasa kwenye masuala ya fedha na masuala mengine ambayo yanahusiana na kusimamia SACCOS zetu. Katika kipindi hiki utaweza kuona ni namna gani ambavyo vijana pamoja na wanawake wana mchango mkubwa kwenye uongozi. Mbali na hilo, pia utaona ni namna gani SACCOS zinaweza zikafanya ili kuweza kuepukana na hizo changamoto ambazo zinatokea kwenye SACCOS zetu. Yani inamaanisha kuongeza ufanisi pale ambapo zinakuwa zinatenda kazi zake za kila siku. Kwa hiyo nisikuchoshe, naomba nimkaribishe mgeni wetu wa leo ili aweze kujitambulisha. Karibu. Nashukuru sana kaka Walwa kwa kuweza kunikaribisha kwenye podcast hii muhimu ili pia niweze kuleta mchango wangu kwenye tasnia hii ya masuala ya ushirika wa kifedha, na umechagua mada muhimu sana ambayo inasoma masuala ya uongozi na utawala bora. Kwa majina naitwa Godfrey Vedasto Gombiza, ni mtendaji mkuu wa Bandari SACCOS ambayo ni taasisi ya fedha ya ushirika inayohudumia wafanyakazi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania pamoja na wadau wake, kwa maana ya wateja wengine na wanachama ambao wanatokana na taasisi nyingine ambazo ni wadau wa bandari. Na tukizungumzia wadau, tunazungumzia watu wengi katika huo mzunguko mzima na mnyororo mzima wa kutoa huduma za kifedha. Ninayo bahati pia ya kuwa kijana ambayo nimeshika masuala ya uongozi katika nyanja mbalimbali, nikianza na namna ambavyo niliweza kuinuliwa kutoka kwenye ushirika kwamba nimeusomea hasa management ya ushirika. Lakini la pili, nilipata pia kuajiliwa, na nilivyoajiliwa niliajiriwa na Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Moja kwa moja nikaanza kazi makao makuu kama afisa ushirika, mkaguzi, msimamizi. Lakini baadaye nikaenda masomoni. Niliporudi nikapatia bahati ya kuteuliwa kwenye nafasi za uongozi mbalimbali. Nikawa mrajisi msaidizi mkoa wa Kigoma, lakini pia nimewahi kuwa katibu mtendaji, msimamizi na mwangalizi kipindi kile skati ambapo ilipata changamoto miaka 2017. Sisi ndio tulianzisha skati kwa kuichachua na kuweza kuileta skati iliyopo leo hii ambayo imeweza kumleta mdau muhimu kama DSIK kuweza kufanya hizi shughuli ambazo wana ushirika wanazifaidi. Kwa hiyo nimeshiriki kwenye bodi zaidi ya 3 ambazo pia nilikuwa na mchango wangu kama mtendaji mkuu kwenye hizo bodi, na sasa kwenye bodi ambayo nipo nafanya naihudumia kwa maana ya bodi ya Bandari SACCOS, mimi kama mtendaji mkuu pale ni katibu, lakini pia ni technical advisor wa board. Kwa hiyo nimepitia kwenye vipengele mbalimbali vya kuweza kushiriki
kuweza kuzifahamu changamoto za wanaushirika, kufahamu changamoto za uongozi na viongozi ndani ya ushirika, lakini pia nimepita kwenye kaguzi mbalimbali ambazo pia zimesababisha kuweza kupata taarifa nyingi ambazo zinaleta mchango kwenye hii podcast ya leo, siku ya leo. Kwa hiyo nitakuwa tayari kutoa yale yote ambayo nilipata kuyashuhudia, kuyaishi, lakini pia mengine kuyafuatilia kwa sababu ya ufuatiliaji wangu ambao ulisababisha niweze kuwa sehemu ya uongozi. Asante. Asante sana. Wasikilizaji na watazamaji wetu, kama ambavyo mmesikia, mzungumzaji wa leo ana experience ya kutosha kwenye haya masuala yanayohusiana na uongozi. Kwa hiyo natumaini ni vitu vingi sana ambavyo tutajifunza. Kama umefuatilia kwenye hizi sakosi zetu, kumekuwa na changamoto nyingi sana, hasa kwenye swala la fedha. Kunakuwa kunakosekana ule uwajibikaji wa bodi. Sasa ni vitu gani ambavyo vingeweza kufanyika ili kuweza kuongeza ufanisi na uwajibikaji wa bodi, hasa kwenye kusaidia utawala bora, ikiwemo masuala ya fedha? Unapozungumzia swala zima la uwajibikaji kwenye bodi, maana yake unazungumzia uongozi kwenye hizi taasisi zetu za ushirika wa kifedha, kwa maana SACCOS. Na ni utafiti uliofanyika katika maeneo mbalimbali umegundulika kwamba taasisi nyingi zinapata changamoto kutokana na uongozi. Yaani kwa maana kwamba watu wengine wanasema kwamba samaki huwa anaoza kuanzia kichwani. Utakuta akioza kuanzia kichwani, basi maeneo mengine yanaoza. Na tunapozungumzia uongozi kwenye ushirika au uongozi kwa taasisi yoyote ile, ndio tunaozungumzia, hicho ndio kichwa chenyewe. Kwa hiyo na maana kichwa kikioza na sehemu yote itaoza. Sasa tukija kwenye msingi mzima wa ushirika na changamoto ya uongozi iliyokuwepo na inayoendelea kuwepo, na namna gani tunaweza tukaleta uwajibikaji pia pamoja na ile hali ya thamani inaweza kuletwa na uongozi. Of course umetoka kutuambia kwamba taarifa za kitafiti kabisa zimeleta hayo matokeo, na mimi siwezi kupingana na hizo. Nitasema mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kwenye masuala mazima ya uongozi kwenye SACCOS, ni kweli tumekuwa na changamoto kutokana pia na kaguzi ambazo zimefanya katika maeneo mbalimbali. Lakini pamoja na changamoto, tunayo mafanikio angalau ambayo yamefikiwa. Tukiangalia kwa hii miaka 5, 6 mpaka hadi Tume ya Maendeleo ya Ushirika inaweza kujivunia kuanza sasa kuleta taarifa za namna ambavyo kuna ongezeko kwenye masuala mazima ya performance, kwa maana ya matokeo yanayopatikana kutokana na uongozi. Maana yake ni kwamba kuna kitu kinafanyika. Na sasa sio kwa bahati mbaya. Kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kuleta hiyo thamani, na nitavitaja vichache alafu nitaenda kwenye hizo njia ambazo zinaweza zikasaidia kuweza kuleta hayo mafanikio ambayo kwa uchache wengine wameweza kuyaleta. Kwa mfano kwenye Tanzania yetu vyama vya ushirika vilikuwa vinapungukiwa masuala mazima ya exposure. Kiswahili kizuri naweza nikasema kutoa tongotongo kwenye macho. Watu walikuwa wamejifungia, wanadhani wanayoyafanya ni sahihi, na wakati mwingine tunakosea sana, hatujui kumbe kuna watu duniani huko wanafanya vitu hivi kwa usahihi. Kwa mfano nchi jirani tu hapa Kenya, ukizungumzia tasnia ambayo inaleta mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi, ushindi kuitaja tasnia ya ushirika wa fedha ambayo imechagiza ile financial inclusion kwa kiasi kikubwa. Na hiyo imetokana na kwamba hata namba ya watu wanaoshiriki kwenye kupata zile huduma kupitia SACCOS wamekuwa ni wengi ukilinganisha na kwetu. Zaidi ya 12% wa Kenya, kwa maana population ni watu ambao wanapata huduma za kifedha. Kwetu huku ni chini ya 6%. Maana yake ni kwamba tuna kazi ya kufanya, tuna kazi ya kufanya kubwa. Lakini pia kuna taarifa ya Finscope inaonyesha kabisa ya mwaka 2023 inaonyesha chini ya 1% ya users wa financial institution services hawatokani na SACCOS, wanatokana na taasisi zingine za kifedha. Maana yake ni kwamba sisi kwetu bado tuna changamoto. Na changamoto zote zinaletwa na nini? Kwa kiasi kikubwa unakuta ni uongozi. Kwa sababu uongozi ndio utaleta ushawishi. Uongozi ndio utaleta transparency, kwa maana uaminifu. Uongozi ndio utaleta ubunifu. Uongozi ndio utaleta mwelekeo sahihi namna gani ambapo watu wanaweza wakapata hizo huduma. Huo ni uongozi. Sasa kwetu kulikuwa na changamoto kidogo sababu ya kujifungia exposure, nilikuwa naisema. Lakini la pili, tumekuwa na hizi elimu endelevu.
elimu endelevu ambazo kwa kiasi kikubwa regulator amesisitiza kwenye miongozo, amesisitiza kwenye budget, amesisitiza kwenye mipango mikakati ambayo tunaipeleka ili aweze kuidhinisha. Hiyo pia imeweza kuchagiza watu kuwa na ongoing education ambayo imeweza kuleta hiyo thamani angalau ya watu kuweza kuona kwamba sasa hivi elimu sio nini tena, sio gharama tena. Elimu tunasema ni uwekezaji kwa board, uwekezaji kwa wafanyakazi, uwekezaji pia kwa wanachama ambao ndio washiriki wakubwa wa huduma ambazo zinaletwa na uongozi. Kwa hiyo unaweza kaona imeweza kutusaidia. Sasa tukienda kwenye hilo swala la msingi ambalo umelileta, kwa maana sasa SACCOS zifanye nini ili board kuweza kuleta hiyo thamani inayokusudiwa ya uwajibikaji, lakini pia iweze kuleta thamani hiyo ya board kufanya vitu kwa uweledi na kuleta utendaji ambao unaleta ubunifu. Yako mambo kadhaa ambayo nafikiri vyama vikiyafanya yanaweza kuleta thamani kubwa sana kwenye ushirika wetu wa Tanzania, na lengo kubwa ni kutengeneza mazingira ya wanaoshirika wa Tanzania wengi kushiriki kwenye huu mfumo ambao umethibitishwa kwamba unawasaidia watu wengi. Na moja ya jambo ambalo mimi naona ni la msingi ni kutengeneza standard, kutengeneza vipimo ambavyo bodi zikiingia kwenye ushirika ziweze kuenda navyo. Kwa mfano tuzungumzie kwamba Bandarini SACCOS, mwanachama yeyote ambaye atagombea kwenye bodi ya Bandarini SACCOS anatakiwa asipungukiwe elimu ya kiasi fulani. Tengeneza hiyo standard sasa. Asipungukiwe uzoefu wa aina fulani. Asipungukiwe wanachama na ushiriki wa shughuli za kiushirika katika muda fulani. Hiyo inaweza ikamleta kiongozi ambaye atakuwa anaijua taasisi. Inaweza ikamleta kiongozi ambaye atakuwa anashiriki kwenye kuleta huduma ambazo zina ubunifu. Atakuwa anashiriki kwenye kuona namna gani anaweza akawa na uhitaji sahihi wa namna nzuri ya kuleta thamani ya Watanzania wanaoitaka. Hilo ni jambo la kwanza, kwa kutengeneza standard. Jambo la pili, wale viongozi wanaopatikana lazima pia wapitishwe kwenye mchakato mzima wa kuzifahamu hizi taasisi zetu za kiushirika. Wazifahamu kwamba hizi taasisi zina misingi, taasisi zina amali kwa maana values. Taasisi hizi zinaendeshwa kwa sheria na misingi, kwa sheria na taratibu za ushirika. Kwa mfano sasa hivi tunazungumzia sheria ya mwaka 2013 na marekebisho yake ya mwaka 2025. Sasa anapoingia kiongozi lazima azifahamu hizo sheria zinamtaka nini. Lakini pia tunazungumzia sasa hivi uweze kuhudumia SACCOS lazima uwe unajiendesha kwa mujibu wa sheria ya microfinance ambayo inazungumzia utaratibu mzuri wa kufanya biashara za huduma za kifedha kwa weledi. Sasa anapokuja kiongozi lazima apitishwe kwenye hiyo. Kwa hiyo tunaita elimu dukizi au elimu inayomsimika mtu kwenye uongozi kuweza kuleta hiyo thamani inayopatikana na hiyo elimu ya msingi anapoingia kiongozi kuanza kazi. Jambo la tatu la muhimu sana pia ni kuangalia namna ambavyo hawa viongozi wanaokuja kwenye uongozi wanaweza wakaja kukuta kuna mifumo imara inayowawezesha kuweza kutekeleza shughuli zao za kiuongozi kwenye taasisi au kwenye SACCOS ambayo imekaa vizuri. Naongea mifumo gani hapa? Mfumo ninayozungumzia hapa ni kwa mfano SACCOS ina sera gani? SACCOS ina masharti gani? Je, yanafuata utaratibu gani? SACCOS ina mpango mkakati gani? Lakini pia huyu wakati anakuja, kwa mfano taasisi nchi yetu ili uwe kiongozi kuwa na manifesto. Sio hivyo? Lazima kuwe na ilani. Kiongozi anavyokuja taasisi yetu ina ilani gani au ina dira gani inayokupeleka kwenye uongozi wako uweze kushiriki kuleta mchango. Kwa lazima akute hiyo mifumo imekaa vizuri kitaasisi ili aweze na yeye kuingia na kufanya shughuli za uongozi ziweze kuleta matokeo. Lakini jambo lingine muhimu sana, lazima kuwe na mfumo wa huyu kiongozi kumtathmini. Kuwe na tools ya tathmini. Kwamba sasa sisi tunavyo vipimo kazi kwa maana KPI ambao tunakutaka wewe kiongozi unapoingia, hakikisha swala zima la mtaji linaendelea kuwa asilimia kadhaa. Swala zima la ukwasi muda wote tunasema tunataka kuhudumiwa, kwa kuna utaratibu ambao umekaa vizuri. Asset ubora wa mali unakuaje kwenye chama chetu. Lazima kuwe na vipimo ambavyo vinampush wakati wote
au kwenye hiyo standard ambayo inatakiwa katika mazingira kama haya. Bila kufanya hivyo utajikuta mtu anakaa kwenye uongozi siku zote hana dira, siku zote kiongozi hashiriki kwenye kujielimisha na kujiongezea maarifa. Kiongozi hana vitu vinavyompima na kuweza kumguide kuhakikisha kwamba anaenda kwenye hiyo nani. Lakini pia hana jambo ambalo anakimbizana nalo. Kwa mfano, Bandari SACCOS tunavyozungumza leo hii, uongozi uliopo sasa hivi tumewaambia waongeze wanachama. Wafikie labda wafikie wanachama 10,000 ifikapo miaka 5 ijayo. Kwa maana kila kiongozi anayokuja lazima aingie kwenye hiyo nini? Kwenye hiyo vision ya taasisi ambayo ameikuta. Kama hakufikia, maana yake ni kwamba hicho ni kipimo cha nini? Cha kufeli kwenye uongozi wake. Kwa hiyo lazima kuna kitu. Lakini jambo lingine la muhimu zaidi, nafikiri misingi ya ushirika imetuwekea mazingira ya kujifunza kupitia wengine. Lazima utoke nje. Toke nje uangalie wengine wanafanya nini. Ndani ya nchi wako watu wengi wanafanya vitu vizuri, lakini nje ya nchi wanafanya uongozi mzuri. Kwa hiyo lazima pia utoke nje uweze kubenchmark. Ufanye ule msingi wa 6 wa ushirikiano baina ya nani? Ya wanaushirika. Uweze kuangalia wengine wanafanya nini kwenye masuala ya uongozi, tathmini wanaifanyeje, mafunzo wanafanyeje, lakini wanachama wanahudumia kwa mtindo gani? Mifumo gani labda ya tehama imeboreshwa kuweza kusaidia uongozi unaoutoa uweze kuleta matokeo. Kwa hiyo ndio lazima kaona ni vitu muhimu sana kwa viongozi wa sasa hivi wakiweza kuvifanya, vinaweza vikaleta huo mchango mkubwa na kuondoa pengine huo utaratibu wa kutokuwa na uwajibikaji, lakini pia kuleta uongozi ambao umekuwa ni duni katika mambo ya ushirika. Nashukuru sana kwa majibu mazuri. Na kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2023 ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika, inaonyesha kwenye SACCOS idadi ya wanawake ni 682,000, sawa na 37% tu ya wale wanachama wote Tanzania nzima. Lakini ukija kwenye upande wa uongozi ni 32% tu ya wanawake wameshiriki kwenye uongozi. Sasa ni kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika ili kuweza kusaidia wanawake kushiriki kwenye nafasi tofauti tofauti za uongozi wa SACCOS? Asante sana, nafikiri ni swali zuri na nafikiri imekuja wakati mwafaka ukizingatia kwamba tuko kwenye msingi wa kuhakikisha tunachagiza wanawake na vijana waweze kushiriki katika kuzipata huduma, lakini pia kuzipangilia hizo huduma ziweze kuwafikia watu wengi. Na ukizingatia nchi yetu kwa takwimu, wanawake na vijana ni sehemu kubwa sana ya population ya nchi. Kwa hiyo ina maana wasipokuwa kwenye kuzipata huduma, lakini pia kwenye kuzipanga kama watu wa maamuzi, kutakuwa na changamoto. Ni kweli nakubaliana na matokeo utafiti kwamba ushiriki wa wanawake na vijana kwenye SACCOS zetu, na hapo ndo changamoto inapoanzia, bado huko chini. Umesema iko chini ya 36%, kwa maana wanawake wote ambao wako kwenye SACCOS, lakini pia ambao wanashiriki kwenye uongozi wako chini ya 32%. Na hiyo utaona ni changamoto ya msingi ambayo imeanza. Tumeanza na changamoto ya kuwa na ushiriki wa wanawake wachache kwenye SACCOS zenyewe, kwa maana ambao ni wanachama. Sasa tukaja kwenye changamoto ya pili ambayo pia imezidi kushuka chini, ya wanaojitokeza kuwa viongozi pia ndo wamezidi kuwa chini zaidi, kutoka 38% mpaka 32%. Yako mambo mengi ambayo yanaweza yakafanyika ili kuweza kuleta hiyo, na mengine nafikiri yasababisha mifumo yetu. Ukweli ni kwamba wanawake bado hawajawezeshwa vya kutosha kuweza kuleta thamani ya kujiunga na taasisi ambazo zinashiriki kwenye uchumi mpana wa taifa na uchumi mdogo wa taifa. Na hilo ni swala ambalo nafikiri sera zetu, sheria zetu, lakini pia na masharti na kanuni zetu tuweze kulifanyia kazi. Lakini pia nafikiri hata watu wanaoshiriki kuandaa mitaala ya kuweza kuleta hizi elimu, nafikiri nao inabidi waliangalia katika jicho hilo kubwa ili waweze kuleta huo ushiriki mkubwa ambao unakusudiwa. Sasa swali la msingi nafikiri ni tufanye nini ili tuweze kuona namna gani tunaweza tukaleta ushiriki wa wanawake wengi kwenye uongozi. Na kabla ya kuleta kwenye uongozi, nafikiri tunayo kazi kubwa ya msingi ya kuona namna gani wanawake wanakuwa wengi kwenye wanachama. Ikiwezekana hata hao wanawake wawe ni 50% kwa 50 ya ushiriki kwenye wanachama. Na bahati nzuri nyingine tuliyokuwa nayo, fursa ni kubwa.
Leo hii tunazungumzia wanaushirika labda milioni 8. Wanaushirika wote. Na tunazungumzia labda wanaushirika wa SACCOS milioni 2. Lakini ushiriki wa wanawake labda hilo 800,000 na kitu. Si ndio hivyo? Maana yake ni kwamba population wise ya watu ambao wana nguvu ambao wanaweza kujiunga na ushirika bado tuna namba kubwa sana. Kwa hiyo tukiweza kutengeneza mazingira hizi SACCOS zikashawishi wananchi wengi wakaweza kuwa wanachama, na lengo likawa ni kumlenga mwanamke na kijana kushiriki kwenye kuwa wanachama wa SACCOS. Huko sasa ndo tunaweza tukaanza kufikiria vizuri zaidi kuleta hayo majibu ambayo nitaleta baadaye, namna gani tunaweza kutumia hizo mbinu za kuwafanya kwa viongozi. Na mimi naona ziko sababu nyingi ambazo viko vitu vingi ambavyo kusaidia kuleta kwanza wanachama. Na moja ya kitu ambacho kinaleta wanachama wengi kwenye ushirika hasa vijana na wanawake ni kutengeneza huduma na bidhaa ambazo zinaendana na mahitaji halisi ya wanawake, zinaendana na mahali walipo wanawake, lakini pia zinaendana na vitu ambavyo wanawake wanapenda kuvitumia. Kwa mfano kama mifumo ya simu, mifumo ambayo inawafanya wanawake wengi ndo wako maeneo haya ya kufanya kazi, kwa sababu unaweza kutaka kwenye wapata wanawake mifumo rasmi pengine ya kazi, ukakuta hata kwenye makazi huku tunako focus pia wanawake hawapo. Wako kwenye senta ya ujasiriamali. SACCOS zetu zimetengeneza mifumo gani kuweza kwenda kutibu au kuleta thamani kwenye mahitaji ya wanawake huko walipo. Lakini SACCOS ngapi zimefanya tafiti kuwafahamu wanawake wako wapi? Kwa hiyo pia ni vitu ambavyo tunataka tukaona namna gani tunaleta hiyo thamani. Na tukiweza kuwaleta wanawake kwenye wanachama, sasa ni rahisi sasa kwenda kwenye hizi mbinu ambazo naenda kuzitaja. Na jambo jingine ni awareness. Tumeona ushiriki wa vikoba, ushiriki wa vikundi vya kijamii vingi vinafanya na wanawake na wamekuwa wamefanya vizuri kule. Kwa nini sio SACCOS? SACCOS zimefikiaje hivyo vikundi? Kwa sababu mimi naamini mifumo ya SACCOS na huduma za SACCOS ziko chini ukiinganisha na hivyo vikundi na vikoba. Sasa tumeweza kuviona hivyo vikundi kama fursa kiasi gani? Bahati nzuri sisi kwetu tayari tutatengeneza mfumo wa kuanza kukaribisha vikundi kwenye umoja wetu kama product ya wanachama. Maana yake ni kwamba tunaenda kulitatua hilo tatizo. Okay. Na hata ushiriki wa uongozi kwenye taasisi yangu ambao tunafanya kazi nao ni asilimia zaidi ya 40 ya wanawake ni viongozi. Kwa hiyo tunalifanya vizuri, na kwa sababu labda pengine huo mpango ambao tumeuleta. Sasa ninatamani huo mpango usiwe wa Bandari SACCOS peke yake. Hiyo thamani iletwe na vyama vingi ili uweze kuleta outreach kwenye soko, lakini pia tuweze kuleta hiyo thamani ya kuongeza wanawake kwenye ushiriki. Sasa tukija sasa kwa swala la msingi ambalo linazungumzia viongozi wanapatanaje kuwa wanawake baada ya kuwa tayari tushakuwa wanachama. Jambo la kwanza ambalo mimi naliona ni elimu. Elimu endelevu ambayo itawafikia wanawake ambao tayari ni wanachama, na wakati mwingine specialized elimu. Kwa mfano kama sasa hivi nafurahia sana kumsikia Skati ana majukwaa ya wanawake. TFC kwa maana shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania pia nao wana jukwaa la wanawake wa ushirika. Maana yake ni kwamba kule zikitolewa elimu kwa kiasi kikubwa, wanawake wanaanza kuona kwamba wana umuhimu na wana nafasi kubwa, lakini pia wana mchango mkubwa wanaweza kauleta kwenye industry. Kwa hiyo tutegemee labda pengine uchaguzi wa miaka inayokuja ushiriki wa wanawake utakuwa mwingi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya elimu. Na hii elimu naizungumzia hapa itaanzia kwenye vyama vya shirikisho, itakuja kwa vyama hivi vya upili, ije kwenye vyama vyetu vya kawaida, lakini pia unapoalikwa tunasema alikika. Wanaushirika au wanawake wanapoalikwa kwamba wakashiriki mafunzo waende wakashiriki kweli kweli. Na pia wao na jicho la ziada kwamba kwenye ushirika huku mbali na kuwa mwanachama na kupata huduma, kuna uwezo kama kiongozi. Ni sehemu rahisi sana na nzuri ya practice uongozi. Kwa hiyo wanawake wakialikwa waalikike,
waende wakashiriki kwa yale mafunzo, wajifunze misingi ya ushirika, wajifunze amali za ushirika, wajifunze sheria na taratibu zinazotakiwa kwenye ushirika, lakini pia wafahamu fursa iliyopo duniani. Sasa hivi wanawake wanaweza kupata platform nyingi sana kuanzia kwenye msingi, kwa maana ushirika wa msingi mpaka kimataifa, kwa maana WOP. Unaweza kupata kwa sababu kuna fursa nyingi za kuwa involve kwenye hizo Nyie watu wa DSIK ambao ni shirika la Kijerumani, mnazo fursa nyingi pia ambazo zimekuwa zikishiriki kwenye mazingira mbalimbali, masuala mazingira, si ndio hivyo? Masuala mazima ya climate change, masuala mazima ya kuinua mwanamke na vijana. Sasa wanawake wakiliangalia katika jicho hilo, maana yake ni kwamba wataona hizo fursa zinazopatikana na pia wataweza kushiriki. Na kama mwanamke hashiriki kwenye hizo shughuli za ongoing training, si rahisi sana kuzifahamu fursa. Kwa nazidi kusisitiza wanawake wakialikwa waalikike. Lakini jambo la pili ambalo mimi naliona linaweza likawa pia ni zuri, wanawake wapo ambao wameingia kwenye uongozi na wameshiriki kuleta mchango mkubwa kwenye hizi SACCOS zetu. Nakumbuka wakati nakuwa mtendaji mkuu wa SCCULT by then, kuna mama mmoja alikuwa ndo mwenyekiti wa SCCULT. Ndio alileta hayo mapinduzi pengine ya SCCULT ile tunayoiona hapa leo. Lakini pia hata baada ya yule mwanamke kuwa amestaafu, aliyefuata pia alikuwa na mwanamke mwingine ambao pia alipata fursa kubwa. Alienda mpaka kuwa mwenyekiti wa shirikisho la Afrika. Sasa hawa watu ambao tayari wameshaweza kufahamika hivi, nafikiri ipo haja ya moja kutengenezwa kumbukumbu yao, wanawake wapate kujifunza na walifanya nini. Tuwaite tuongee nao ili wanawake wengi waweze kusikia kwamba walifanya nini wakaanza kufika hapo walikofika. Kwa hiyo mentorship program inahitajika hapo. Lakini pia wanawake pia waone kwamba wenyewe ni wazalishaji. Nafikiri wanapoalikwa sehemu wakaenda kuwa viongozi, hakika uongozi unaoona, uaminifu, uadilifu, hofu ya Mungu unaiona. Haya yote yanawafanya wanawake waweze kuwa viongozi wazuri. Na sisi tunaamini sana SACCOS ambazo kuna uongozi na wanawake na hata wafanyakazi. Kwa mfano kuna SACCOS nyingi haziamini kwa mfano wafanyakazi ambao ni mhasibu asiwe mwanamke. Kwa sababu gani? Wanaamini kwenye kupata jambo lilokuwa bora kuhusu uaminifu, watapata uwajibikaji, watapata mwanamke anaweza kufanya vitu vingi wakati mmoja. Kwa hiyo haya yote yanaongeza thamani kwenye wanawake. Lakini pia sasa hivi tunaona mifumo haitaki wanawake peke yake, wanawake ambao wanalika gani, vijana. Na mfumo ambao unaweza kusaidia pale ni kuongeza product ambazo zinatokana na fintech, financial services, financial system, mifumo iwezeshi ya tehama inayorahisisha watu kutoa uongozi, watu kufanya maamuzi ambayo ni sahihi na vitu vingine ambavyo vinaleta hiyo thamani. Kwa hiyo mimi naona tukileta habari ya elimu endelevu, tukaleta habari ya mentorship programs ambazo zitaongeza hiyo thamani, tukaleta habari za ushiriki wa mifumo ya tehama katika kuleta uongozi, kuleta taarifa ambazo zinaleta mtu au kiongozi mwanamke kuweza kufanya maamuzi sahihi, itaongeza thamani kwenye wanawake kuona ushiriki ni sahihi sasa wakuwa kwenye uongozi wa sasa hivi. Tukiwa bado tunaendelea hapo kwenye report hiyo, report ya mwaka 2023. Pia kumeonekana SACCOS zimeendelea kupata hati chafu, nikiwa na maanisha hazifanyi vizuri, na hii yote inachangiwa na bodi kwenye upande wa usimamizi duni. Je, ni kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika ili kuhakikisha sasa hizi SACCOS zinaweza kupata hati safi na kufanya vizuri sokoni? Miaka ya nyuma kabla ya 2020 kulikuwa na changamoto zaidi ya hii ambayo unaiona. Wakati fulani hata taarifa zilizokuwa zinaletwa zilikuwa SACCOS nyingi hazikaguliki. Ushiriki wa SACCOS ambazo zinakaguliwa sasa hivi umeongezeka. Ukienda kwenye ripoti ya 20 ambao ndo tulianza kupata taarifa, tukaja ripoti ya 21, 22 na sasa 23 ambao ndo tunaizungumzia leo hii. Mimi kwanza ni shiriki kupongeza waletaji wa taarifa, lakini pia nipongeza taasisi mamlaka ambazo zinashiriki kuleta hizi taarifa, kwa maana
ziliweza kuongeza ushiriki wa kuchachua SACCOS kuanza kukaguliwa na kuweza kuleta matokeo ambayo yanapatikana. Tukienda kwa mfano kwenye taarifa ya mwaka 2020 ilikuwa ni mbaya sana, zaidi ya nafikiri 91% SACCOS zilikuwa zina hati mbaya. Sasa tunapozungumza ripoti ya 2023 nafikiri tumebahatika kuwa kuna matokeo chanya ya taarifa ambazo zimeletwa na kuweza kuonekana kwamba SACCOS nyingi zimekaguliwa, SACCOS nyingi zinakagulika, kwa sababu kuna kukaguliwa na kukagulika. Kuna ambazo zilikuwa zinakaguliwa lakini mkaguzi anatoa matokeo yasiyo na nini, inaitwa disclaimer opinion, yani maoni yani mkaguzi anataka kutoa maoni, lakini sasa hivi wakaguzi wanatoa maoni. Kupata hati safi au hati mbaya ni matokeo ya kwamba SACCOS imefanya nini, imekagulika na imetoa nini, imetoa hiyo nalii. Kwa hiyo ni moja naiona, lakini hiyo haituondoi kwenye tatizo la msingi kwamba tatizo bado lipo. Tatizo lipo kwa maana ya SACCOS nyingi bado zinapokaguliwa zina changamoto ya kupata hati isiyoridhisha. Na huko kwenye hizo hati, kwenye hizo hayo maoni ya mkaguzi, kuna maoni aina nyingi, lakini hapo labda tuongee maoni mawili. Maoni ya mkaguzi anayoleta ya hati isiyoridhisha na hati inayoridhisha. Hayo ndo maoni mama ambayo tunaweza tukayazungumzia hapa leo, ambao mkaguzi ameyaleta, na maoni yasiyoridhisha yameonekana pia bado ni kwa wingi. Lakini pia tunayo furaha kwamba yako majibu ni kwa nini SACCOS nyingi zimesababisha kuwa na hayo maoni. Unajua, kufahamu tatizo ni mwanzo wa kuanza kutatua tatizo, na moja ya changamoto ambayo wakaguzi wanaisema siku zote ni professionalism, ni weledi wa watendaji kwenye kuandaa zile taarifa. Hiyo ndio moja hapo ya matokeo yaliyosababishwa na nini, na watu kuwa na hati isiyoridhisha. Lakini jambo la pili tuliloliona ni uongozi kutowajibisha watendaji kwa wakati. Lakini jambo la tatu ni mifumo isiyokuwa imara ya kuweza kudetect au tuseme kutambua mapungufu kabla hayajawa matatizo. Na mtu akija kukagua akakuta kuna upungufu, maana ishakuwa tatizo, ndio maana kuleta hayo matokeo. Na jambo jingine ni matumizi yasiyo sahihi ya tehama ambayo yanasababisha taarifa zitoke kwa wakati, riski kwa maana hatari hazibainishwi kwa wakati, lakini pia vielelezo vinavyohitajika kwa wakaguzi haviletwi kwa muda mwafaka. Haya yote yamesababisha nini? Yamesababisha hiyo changamoto kuweza kujitokeza. Sasa yako mambo ya kufanya ili SACCOS ziweze kwenda sambamba na mahitaji ya wakaguzi, lakini pia na mahitaji ya wawekezaji ambao ni wanachama. Na moja swala ambalo mimi naliona la msingi ni SACCOS kwa maana ya viongozi waajiri wafanyakazi wenye weledi ili waweze kusimama kwenye nafasi zao kwa usahihi. Na tunashukuru pia sasa hivi kuna mchango umetolewa na sheria nafikiri ya mahusiano kazini iliyokuwa pia inasababisha hiyo habari ya kutopata wafanyakazi wenye weledi, iliyokuwa inasababisha, mfano unakuta leo hii mnamwajiri mfanyakazi mwenye CPA, baada ya miezi 3-4 kuna taasisi inamchukua kwa sababu hana uhakika wa kazi yake pale. Lakini sasa hivi bahati nzuri tunaona thamani iliyoletwa na sheria ya kuwafanya sasa wafanyakazi wa SACCOS watakuwa ni wafanyakazi wa kudumu. Maana yake ni kwamba mtu akiajiriwa ana uhakika labda performance ndio imuondoe, labda nidhamu ndio imuondoe, lakini sio kwamba hana uhakika na kazi yake pale alipoajiriwa. Kwa hiyo pia hapa itawaalika watu wengi ambao wana weledi kwa maana profession, lakini pia ambao wana utayari wa kufanya kazi na nia ya kufanya kazi wataweza kushiriki kuweza kuondoa hizo dosari. Lakini jambo la pili ni ushiriki wa matumizi sahihi ya tehama. SACCOS nyingi zimekuwa na changamoto ya utoaji wa taarifa. Hata hizi taarifa wanazoleta mrajisi kwa maana ya performance report za kila mwaka zimekuwa ikipata changamoto ya kupatikana kwa taarifa za mapema kwa sababu ya SACCOS nyingi hazitumii mifumo.
na tunashukuru pia Scarlet imekuja na mfumo wake wa Soma ambao unaenda kuongeza thamani kwenye kuzifanya SACCOS nyingi ziweze kuleta hiyo mifumo kwenye utendaji ambayo itaongeza SACCOS kuwa na taarifa sahihi, viongozi kufanya maamuzi sahihi, kuzibaini hatari mapema na vitu vingine ambavyo vinaweza kusababisha SACCOS kuleta hiyo thamani ya kukaguliwa. Lakini pia tunawashukuru pia wasimamizi kwa maana ya ukaguzi. Sasa hivi na wenyewe wako kwenye masuala ya tehama. Maana yake tukiwa na tehama sisi tutakuwa na integration ya taarifa, kwa sababu shirika la ukaguzi na usimamizi wa ushirika tunachokitegemea sisi wasubiri ile kwenye external auditing peke yake, kwa sababu washaitwa wasimamizi. Maana yake ni kwamba watengeneze mfumo utakuwa integrated, uweze kuintegrate na hii mifumo ya SACCOS. Kile kitengo cha usimamizi kwa kushirikiana na TCDC kiweze kuwa na ule utaratibu wa kusimamia vyama, kupunguza hatari za kukaguliwa kabla hajaja ukaguzi wa nje. Inaweza pia ikaongeza kitu kikubwa sana na kupunguza hizo hati zisizoridhisha. Lakini jambo jingine ambalo mimi naliona ni watendaji wa vyama vya ushirika kupangiwa KPIs, kuwa na mifumo ambayo inawadhibiti, inawalazimisha kuhakikisha labda mali zinatosheleza, kuhakikisha mitaji iko sawa sawa, kuhakikisha ukwasi uko vizuri, kuhakikisha wanachama, huduma kwa wanachama inapata kwa wakati. Hayo yote yakifanyika, maana yake ni kwamba uongozi utakuwa na jambo la kujivuna, na wakija wakaguzi watakuta taarifa zipo kwa wakati, watakuta taarifa zinaleta hiyo thamani wanayoitaka ya viambatisho vyote vinavyotosheleza. Lakini pia ushiriki wa wakaguzi, na wakati fulani mkaguzi anashindwa kutoa maoni kwa sababu ya uweledi wa mfanyakazi anayekutana naye, lakini pia taarifa anazoletewa na mfanyakazi. Kwa hiyo unakuta pale mtu mpaka anaondoka labda siku 6, siku 7, wiki, anaondoka hajapata ushirikiano wa wale watu ambao anawakagua. Lakini ukiwa na uweledi, ukiwa na mifumo, ukiwa na watu wote wanaongea lugha moja, naamini uongozi, wafanyakazi na wakaguzi wanaenda kutuletea taasisi ambazo zinaleta uaminifu kwa Tanzania na uaminifu kwa wawekezaji ambao ni wanachama wa vyama vya ushirika. Nashukuru sana. Na ni nini sasa wito wako kwenye swala la uongozi? Una wito gani? Kama ambavyo nilitoka kusema, uongozi ndiyo kichwa cha mambo yote, na tuliaminishwa kwamba kiongozi ndo anaset tone, yani ndo anaset kwamba huko hao wengine wafanye nini. Wito wangu kwa viongozi wa vyama vya ushirika, jambo la kwanza ni maono makubwa. SACCOS zetu ili ziweze kuleta mchango mkubwa kwa Watanzania, lazima ziwe na viongozi wenye maono makubwa ambayo yanaongeza thamani kwenye huduma, yanaongeza thamani kwenye uwajibikaji, naongeza thamani kwenye kuleta ubunifu. Lazima tuwe na viongozi ambao wana maono hayo. Lakini jambo la pili, matumizi sahihi ya tehama. Tuko kwenye dunia ambayo sasa hivi wewe kama mifumo ya tehama uitaki, ina maana utabaki nyuma wakati wote. Sasa wanaushirika, tukisema tupate uongozi ambao utakuwa na mafanikio, lazima tushiriki kwenye mifumo ya tehama. Lakini jambo la tatu ni swala zima la uwajibikaji. Tutengeneze mifumo ya uwajibikaji ambayo itawajibisha viongozi, itawajibisha wafanyakazi, lakini pia regulator ataweza kuzibaini hatari kama zia matatizo. Tengeneza hiyo mifumo. Lakini jambo lingine, mimi naona regulator anayo kazi ya kufanya pia, kuendeleza na utaratibu wake wa kutoa miongozo mbalimbali inayoleta huo ushiriki hata wa wanawake kwenye kuleta uongozi. Sawa? Lakini pia kuleta mazingira ya kutengeneza SACCOS ambazo zitakuwa ni chache ikiwezekana, lakini ambazo zinaweza zikawa na watu ambao wanatoa hiyo thamani ya weledi, wanatoa thamani ya uwajibikaji. Ikiwezekana hata SACCOS ambazo pengine hazileti uongozi mzuri, tutengeneze mazingira ya kuziunganisha. Kwani leo hii benki ziko ngapi? Lakini penetration ya banks kwenye soko la fedha na ukilinganisha na SACCOS ikoje? Maana yake ni kwamba tunaweza kuwa na SACCOS chache
ambazo zitapenya kwenye soko na zikaleta mchango mkubwa sana, kwa sababu watu wanachokitaka ni huduma. Watu wanachokitaka sawa ni uaminifu. Watu wanachokitaka ni urahisi wa hizo huduma wanazozipata. Sawa, sio SACCOS nyingi. Watu wanachokitaka ni viongozi ambao wanawavusha. Kwa hiyo tukiweza kufanya hivyo vitu vyote, maana yake ni kwamba tunaenda kuletea Watanzania suluhisho. Mimi naamini SACCOS ni usafiri salama kwenye masuala ya kifedha, kuhakikisha wananchi wengi wa Tanzania wanapata huduma rahisi, nafuu na ambazo zinajali utu, sawa, zinajali mazingira ya watu wenyewe, na zinaleta ile thamani ambayo kila mtu angetamani kuwa sehemu ya ushiriki wa financial services. Yeah. Nashukuru sana Mr. Rwehumbiza, na umezungumza vizuri sana kuhusiana na swala zima la uongozi, na uhakika elimu hii imefika eneo husika. Asante sana. Nakushukuru sana, na mimi nitakuwa ni balozi wenu wa hivi vipindi, kuendelea kuvitazama, lakini kuendelea kuona namna ambavyo naweza nikatoa mchango wa mawazo yangu kupitia namna mbalimbali hata za maandishi, ili tuweze kuleta mchango mkubwa sana wa kubadilisha Watanzania kwa masuala mazima ya uongozi, lakini pia kuleta ushiriki mkubwa wa vijana na wanawake, ambao naamini hilo ndio kundi kubwa la watu ambao wanashiriki kwenye uchumi mkubwa na mdogo wa taifa. Asante sana. Watazamaji na wasikilizaji, na uhakika ninavyozungumza sasa hivi kuna viongozi wa SACCOS ambao wananisikia, na pia kuna wanachama. Tumezungumzia sana kuhusiana na nafasi ya mwanamke, pia vijana, ushirikishwaji, wanashiriki vipi kwenye masuala mazima ya uongozi. Tumeanza kuzungumzia changamoto, lakini tukaja na mikakati ambayo inaweza ikatumika kwa ajili ya kuweza kuwasaidia vijana na wanawake waweze kushiriki kwenye uongozi, kwa sababu pia kama ambavyo tunaelewa, ili uweze kuwa na uongozi mzuri lazima uwe na matabaka tofauti tofauti, kuanzia swala la elimu, swala la umri pamoja na experience. Kwa hiyo na uhakika elimu hii tutaweza kuitumia vizuri kwa manufaa ya SACCOS zetu. Na pia kama umependa kipindi chetu, naomba usisahau kuweza kucomment pamoja na kulike kwenye upande wa YouTube channel ambayo inajulikana kwa jina la Skalt Online TV. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram pamoja na TikTok kwa jina la PowerPod. Naomba tukutane episodi zinazokuja. Asanteni sana.